Naitwa Gertrude Malia, afisa uhusiano wa shirika la nyumba la taifa. Karibu katika mradi wa Kawe 7-Eleven. Mradi huu upo katika mandhari ya kipekee kabisa katika eneo la Kawe jijini Dar es Salaam, karibu na bahari ya Hindi. Mradi huu unatekelezwa na shirika la nyumba la taifa na umejengwa mahususi kwa ajili ya kuwapatia Watanzania maeneo kwa ajili ya makazi. Mradi huu una mchanganyiko wa nyumba za makazi pamoja na maeneo ya biashara. Katika mradi wa Kawe 7-Eleven kuna jumla ya nyumba za makazi 422. Zipo nyumba za aina tofauti tofauti na za kisasa kabisa. Kuna nyumba za vyumba viwili, nyumba za vyumba vitatu na nyumba za vyumba vinne. Nyumba hizi zinazopatikana katika mradi huu wa Kawe 7-Eleven ni za kisasa, kwani zina vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya familia. Nyumba hizi zina eneo la kulia chakula, yani dining area, sebule, jiko la kisasa kabisa lenye vitu vya kisasa ndani yake kama vile makabati na zana nyinginezo, pamoja na vyumba ambavyo vimejitosheleza vyenye choo na bafu zake ndani kwa ndani, pamoja na public toilet. Nyumba hizi ni kwa ajili ya Watanzania wote. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2014, ukasimama mwaka 2016, lakini shukrani ziende kwa serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kwa kuturuhusu kuendelea na ujenzi, kwani baada ya kusimama kwa ujenzi wa mradi wa Kawe 7-Eleven mwaka 2016, mwezi Juni mwaka 2024 tuliendelea tena na ujenzi wa mradi wa Kawe 7-Eleven. Hadi sasa shirika la nyumba la taifa lipo katika hatua madhubuti za kuendelea kukamilisha ujenzi wa mradi huu. Karibuni Watanzania wote. Thamani ya rasilimali za shirika yameimarika hadi kufikia Juni 2024 kwa hesabu zilizokaguliwa na CAG zimefikia 5.47 trilioni ikilinganishwa na mwaka 2021 ambapo zilikuwa trilioni 5.04. Ukuaji huu unatokana na kuongezeka kwa miliki za shirika kutokana na kukamilika nyumba mpya na umiliki wa maeneo mbalimbali, ikiwemo shirika kufanikiwa kununua ardhi na majengo katika eneo la Urafiki jijini Dar es Salaam, ambapo mnada wa kuuza eneo hili uliendeshwa na kampuni ya udalali ya Santana Investment Limited na NHC kufanikiwa kununua ekari 105 za ardhi katika viwanja vitatu vya kimkakati jijini Dar es Salaam. Licha ya uwepo wa uniti 399 kwa ajili ya makazi, pia kuna majengo ya biashara 6, makazi ya wataalamu 32, shule ya msingi, retail shop 32, magala 31, yadi za magari 10, gereji 4, kituo cha mafuta 1, sehemu za kuosha magari 3, frame ndogo ndogo, makontena na industrial park. Ushirikiano na sekta ya fedha kupitia ushirikiano na benki zaidi ya 22, NHC imewezesha wananchi kupata mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Aidha, sera ya ubia iliyohusishwa mwaka 2022 imefungua milango kwa sekta binafsi kushiriki katika miradi ya nyumba yenye thamani ya shilingi bilioni 191. Shirika la nyumba la taifa NHC linaendelea kutekeleza miradi mbalimbali kwa mafanikio makubwa, huku hatua mbalimbali za utekelezaji zikiwa zimefikiwa. Miradi inayokabiriwa kuanza hivi karibuni ni Singida 2F uliopo Singida, Kashozi Business Center,
Bukoba mjini, Samia Housing Scheme Kawe awamu ya pili, na Kijiji jijini Dar es Salaam. Miradi mingine ni Mount Meru Plaza katika eneo la Kibra jijini Arusha, Juwata Plaza Moroko, Medeli awamu ya 3 Dodoma, Mkwakwani Plaza Tanga, na Tabora Commercial Complex. Miradi mingine ni Iringa ICC, Mpwapwa Flats Dodoma, Ilala Breweries Retail Shops, na Mtwara Warehouse. NHC linaendelea kupanua wigo wa shughuli zake kwa kutumia teknolojia za kisasa na utaalamu wa ndani. Katika miaka ijayo, shirika linatarajia kuendelea kufanya yafuatayo: kuanzisha miradi mipya ya makazi, kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ikiwemo na shirika la nyumba la Zanzibar. Katika miaka ijayo, shirika linatarajia kuendelea kufanya yafuatayo: kuanzisha miradi mipya ya makazi, kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ikiwemo na shirika la nyumba la Zanzibar ZHC, kutekeleza miradi ya ukandarasi, ujenzi wa vitega uchumi, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa miradi mbalimbali nchini, na kutekeleza sera ya ubia. Kwa miaka 4 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, NHC imepiga hatua kubwa katika kuboresha sekta ya nyumba nchini. Mafanikio haya yanadhihirisha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kuimarisha maisha ya Tanzania kwa kuhakikisha kila mmoja anapata haki ya makazi bora. Kwa mipango madhubuti, NHC itaendelea kuwa mwanga wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Grace Kuni, Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.